بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Safar mwaka 1443 katika darasa ya risala usul sunna li Abi Bakr al-Humaydi rahimahullah ta'ala, بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله. tuendelea na sehemu aliyotaja المؤلف رحمه الله تعالى msingi adhimu katika msingi ya i'tiqadi ahli sunnah wal jamaa. قال: وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. تلفكي قول يا الشارح حفظه الله تعالى وسمى: والجهمية هم أتباع الجهم ابن صفوان الراسبي. الجهمية ni wafuasi wa bwana mmoja mpotofu anayejulikana kwa jina la Al-Jahm bin Safwan Ar-Rasibi. وقد اشتهر بعقائد 4 خبيثة. na huyu bwana alikuwa mashuhuri kwa itikadi 4 chafu. العقيدة الأولى عقيدة نفي الصفات. itikadi yao ya kwanza ni itikadi ya kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na kuzikataa. wawarithaha anhu al-Mu'tazila. na hii itikadi Mu'tazila wakairithi kutoka kwa al-Jahmiyya. العقيدة الثانية عقيدة الجبر. قال: إن العبد مجبور وليس له فعل والفاعل هو الله، وأفعاله كلها اضطرارية. itikadi الجبر ni kule kuitakidi kuwa mja amelazimishwa kwa kile kitendo anachokifanya. bimaana mja hana lake jambo, hana tendo lolote, mtendaji ni Allah peke yake subhanahu wa ta'ala, na kuwa vitendo vyote anavyovifanya mwanadamu avifanya kwa dharura, hana budi, ittirari. kama vile mtu anavyosikia baridi akatetemeka, ule mwili wake kutetemeka si kutaka kwake, bali mwili wake utatetemeka wenyewe. wasema kule kutetemeka kwa mtu kwenye baridi ni sawa sawa na mtu kuiba, maana ule mwili watetemeka wenyewe. wenda ona senti za watu tamu zile, wacha nende watukua, si kutaka kwake maskini, lakini akipigwa fimbo moja atajua kuwa ile kumbe nkutaka kwangu. wakati ule mkono unyosha hivi kisha akapigwa kiboko pa, hapo hapo utarudi. unjuaje kama uhitajika urudi? wallahi mimi katika itikadi ambazo nikikumbuka nacheka ni ya jabr. yani itikadi ya ajabu sana. sababu niliwahi kuambia mara nyingi tukifika hii topic mada hii tukizungumza kuwa mtu akwambia mimi ni jabria, makofi mawili yamtosha, akili yake itarudi sawa sawa. vipi kimpiga ya kwanza
atakuuliza mbona wanipiga, anamwambia mkuja wenyewe mkono, si jabria, si kitendo si changu, nalazimishwa. Hajajiangalia vizuri, apewe cha pili, kunani tena, naona leo yanaelekea kwako tu. Anafojifanya kama zombi vile, anajifanya kama zombi, naona leo ujabria waje kwako tu, msijui kama kuna ngumi aje. Sasa atakwambia wewe fanya adabu, hayo si madhehebu. Madhehebu kupigana si lazimishwa. Ya tatu kirusha tahepa, mbia hapo hapo madhehebu atakana. Madhehebu gani ya kijinga sasa? Waitakidi hivyo, yani kwa kila anachokifanya yeye amelazimishwa. Kwa hivyo kusiwe na hudud, kusiwe na kulaumiana na nini. Na kuna watu na akili zao, alhamdulillah ala ni'mat al-islam wa sunnah, waliamini haya mambo akakubali. Ndio hapa akasema wawarithaha anhu al-jabriyya. Al-jabriyya wakarithi hii itikadi kutoka kwa nani? Kwa Jahm bin Safwan. Wakaichukua wakaikubali. Ni kweli kweli kwa mpigwa kofi huku na huku pia ngipigwa naweza kubwa lingine na nne pia alafu yule mtu alilazimishwa. Nani atakubali maneno kama haya? Kila mtu yajua kutofautisha baina ya kitendo chake alichokikifanya kwa kukusudia na kile ambacho kimetokea bila yeye kutaka. Kama vile kupigwa na baridi akatetemeka, yajua hii mimi si kwa kutaka kwangu, natetemeka kwa sababu nasikia baridi. Lakini akainua mkono wake akatoa sadaqa, mfano ni kitu ambacho yeye mwenyewe anainua mkono wake akatia mfukoni akatoa. Au anaichuma dhambi, yajua ni yeye mwenyewe amekwenda akachuma dhambi kama ile. Na ndio maana kesho akhira watu watalipwa kulingana nini? Na amali zao. Sababu amali umefanya mwenyewe. Pamoja na kuwa huwezi kufanya jambo katika huu ulimwengu isipokuwa atakapotaka nani? Allah. Sasa hapa ndio sema wama tashauna illa an yasha Allah. Mashi'at al-'abd ni tabi'a li mashi'ati Allah subhanahu wa ta'ala. العقيدة الثالثة عقيدة الإرجاء، وهو القول بأن الأعمال مرجئة ومؤخرة. سيما كوا أعمال زيكو كاندو، إيمان كتو كنجينة، والإيمان مجرد المعرفة بالقلب. سيما إيماني كوا واو جهمية نكجيوا كمويو. كويبو إبليس كوا واو ni mu'min kwa sababu yomtambua Allah. Qala rabbi anzirni ila yawmi yub'athun. Sawasi Iblis alikuwa mu'min kamil iman kwa Jahmiya. Nani aridhia itikadi kama hii? العقيدة الرابعة القول بفناء الجنة والنار. itikadi nne chafu waliokuwa nayo Jahm bin Safwan ni kusema kuwa pepo na moto vitaisha. Allah sema khalidina fiha abada. Jahm bin Safwan sema iko siku zitaisha. Iko siku hakuna tena pepo, iko siku hakuna tena moto. Kwa hiyo watu wa motoni wataadhibiwa, kisha ule moto utazima, kisha itakwisha. Na watu wa peponi watastarehe peponi, kisha ile pepo itaondolewa, watapotea tu, kitakuwa hakuna tena watu peponi. Hii pia ni itikadi ya nani? Ya Jahmiya. والله المستعان. قوله مثل ما وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. قولي المصنف المسميف قال يخبر الله تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله تتابعة إلى يوم القيامة. آمين. ما يهودي وليلعنيوا. الله سبحانه وتعالى أتاج هابنا كتب خباري بأنهم وصفوه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل، كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء. ما يهودي ومبصيف ملواو أليوهم الله كوني بخيل والعياذ بالله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كذلك ومبصيف كوا الله ni fakir na wao ni matajiri aghnia. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema katika Qur'an man dha alladhi yuqridu Allah
qardan hasanan fayudha'ifahu adhafan kathira. Sema Mola wetu atuomba sisi deni basi maskini sisi matajiri, na wala Allah hakumaanisha hivi. Hii ni katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, kuwa hata katika kile alichowapa pia hawalazimishi lazima mtoe ama sivyo kadha, isipokuwa katika ile haki maalum ya zaka, ambacho ni kitu kidogo sana, na pia juu yake faida yake yarejea kwa nani? Kwa yule mja. Allah amlipa kwa kitendo chake cha khairi kile alichokifanya, kwa faida yake amrejelea mwenyewe. Na hii ni katika kuonyesha rehema za Allah na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na ukwasi wake Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa hamhitaji huyu mja na juu yake amlipa kwa kile anachokifanya katika vitendo vya khairi. وعبروا عن البخل بأن قالوا يد الله مغلولة. kataja kueleza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni bakhili wal billah, kwa mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala umefungwa, hauko mkunjufu, hautoi. وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه فقال الله akawajibu na kuwafanyia rad mayahudi, akawarudi mayahudi kwa yale waliyosema na akawakabili kwa kile walichokizua. faqala ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Na wallahi lau kama ukazunguka hakuna watu mabakhili ulimwengu huu kama mayahudi, hakuna mfano wao. Al-yahud bukhala. Msishangae mkaona nchi fulani ya yahudi sijui yasaidia wapi, wewe hakuna msaada bwana. Kuna kitu kikubwa zaidi wao watakipata kutoka hapo wanaposaidia kuliko nyinyi mnachokipata. Uliza utafahamu haya. Tizama nchi zilizokubali msaada hii upate ibra, uelewe maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni ya kweli kabisa. Watu waovu sana, wewe waona wapata kumbe wapatwa. wallahu almusta'an. قال غلت أيديهم ولوعنوا بما قالوا. na Allah akawalaani. sasa kuna baadhi ya watu haifai bwana kusema la'natullah 'ala al-yahud bwana. Allah sema lu'inu bima qalu, bali mtume sallallahu alayhi wasallam sema la'natullah 'ala al-yahudi wan nasara la'natullah 'alayhim tatra ila yawm ad-din. Allah yal'anhum. Allah subhanahu wa ta'ala walaani katika Qur'an na mtume sallallahu walaani katika sunna. Leo tupata watu ajabu ajabu wazuka mudahanatan liyahudi wan nasara. mtume sallallahu asema la'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara, Allah yal'anhum. kule waliko wamelaaniwa. قال وقد تقدم أن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء وردت في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية، بخلاف أهل الضلال من أهل البدع واليهود والنصارى. tulitangulia kutaja kwa ahli sunna ni wenye kuthibitisha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala alizojithibitishia nafsi yake na zile ambazo amethibitishiwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, iwe sawa zimekuja katika Qur'an au ahadith za mtume sallam zilizothubutu, kinyume na wapotofu na ahlul bid'ah na mayahudi na manasara ambao wamemkanushia Allah sifa ambazo amejithibitishia nafsi yake, bali wengine wakamthibitishia Allah sifa ambazo Allah hakujithibitishia nafsi yake, kama vile manasara kumnasibishia Allah nini? Mtoto. kadhalika alyahud, وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. قاتلهم الله. kwa hivyo hao wamemsingizia Allah sifa ambayo hana, sifa ya kuwa na mtoto, wakati Allah subhanahu wa ta'ala sema lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, hakufanana na chochote. ومما يثبته أهل السنة صفة اليد لله تعالى
وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مثالا فقال مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم وفيها إثبات اليد لله عز وجل. katika sifa ambazo ahlus sunna ni wenye kuthibitisha kwa Allah ni sifa ya mkono kama alivyotaja al-musannif hapo, qalat al-yahud yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan, mikono yake miwili ni mikunjufu, bal yadahu mabsutatani. Kwa hii kathibitisha hii aya kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mikono miwili بلا شك من غير تمثيل تشبيه، من غير تمثيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، كثبتيش بلا يكفنانيش. وكذلك كمتكاس الله سبحانه وتعالى بلا يككانوش صفة ذاك سبحانه وتعالى. قوله ومثل والسماوات مطويات بيمينه، mbingu atazikunja kwa mkono wake wa kuume, fiha ithbatu liyamini lillahi azza wa jalla, kuna kuthibitisha mkono wa kulia kwa Allah azza wa jalla. Wa kilta yadayhi yamin, mkono yake yote miwili ni ya kulia. Qawluhu wama ashba hadha min alquran, mfano aya zilizokuja kama hivi za sifa katika Qur'an. Qala Allah ta'ala qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya biyadayya, kwa mikono yangu miwili, fiha ithbatu liyadaini lillahi azza wa jalla, hapa mnakuthibitisha mikono miwili kwa Allah azza wa jalla. وقال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيها إثبات للوجه، hapa kuna kuthibitisha sifa ya uso kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama yaliqu bijalalihi, wala fanana yoyote katika viumbe wake. قوله والحديث يعني بمعنى فيها كتك أدلة ذا حديث كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عز وجل رضي الله عنه سي أبي هريرة عز وجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى. hapa yazungumzia muhajja, kila mmoja amtolea hujja mwenzake, kumsimamishia hujja mwenzake baina Adam na Musa. Faqala Musa ya Adam anta abuna khayyabtana, umetuangusha baba yetu, wa akhrajtana min aljanna, wewe ndio ulitutoa peponi wewe. Faqala lahu Adam anta Musa istafaka Allah bikalami, wewe ndiye Musa ambaye Allah amekuchagua kwa ajili ya kuzungumza na yeye, min warai hijab. وخط لك بيده akakuandikia Taurat kwa mkono wake. atalumuni ala amrin qaddarahu Allah alayya qabla an yakhluqani bi 40 sana, wanilaumu mimi kwa jambo ambalo Allah amenikadiria kuwa litafanyika kabla ya kuniumba kwa miaka 40. na hapa Adam hatoi hujja ya qadar kwa kufanya kosa, la, kwa sababu hii dhambi tayari shafani ashatubia na Allah akamsamehe. fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alayhi, kwa baada ya tauba mtu aweza kutoa hujja kama hiyo, lakini kutubia mwanzo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى، بمعنى حج آدم كان nguvu zaidi kuliko nani? Musa. وفي قوله وخط لك التوراة بيده إثبات صفة اليد، كتبتيش صفة يا مكون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سبحان الله، قال اعتقاد أهل السنة ni qala Allah qala rasuluhu, na juu yake pia utaona ahlul bid'ah wakizungumza kwa maneno machafu dhidi ya ahlus sunnah wal jamaa katika swala hili. Hawaambie wa nyinyi mwasemaje, utasikia pale ndio qala al-akhtal an-nasrani, wewe mwambie qala Allah qala rasuluhu, kwambia qala al-akhtal an-nasrani. Al-akhtal mkristo ansema sasa wewe waambie Allah amesema, mtume sana anasema. Wewe tupeleka kwa watu watahajielewi, wakikaa manasara 10 wakajadiliana itikadi moja yao, kila mmoja atatoka na kauli yake, wanchanganyikiwa. Ni watu hawajielewi, nyinyi mwenda kuchukua itikadi yenu kwao. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ينزل ربنا وشوك ملويت مليزي كلا usiku katika hii mbingu ya dunia wakati inapobakia thuluthi ya mwisho ya usiku yaqulu wasema man yad'uni faastajib la nani aniomba nimuitikie man yasaluni fa'utiyahu nani aniomba nimpe man yastaghfiruni fa'aghfir lahu nani aniomba nimsamee وفيه إثبات صفة النزول لله عز وجل hapa kuna kuthibitisha sifa ya kushuka kwa Allah azza wa jalla ashuka vipi ala ma yaliqu bijalalihi subhanahu wa ta'ala hatujui sisi hatuulizi kaifa namna gani Allahu aalam sisi hatujui tukuambiwa namna gani tumeambiwa yashuka tuamini kama alivyotueleza mtume sallallahu alayhi wasallam وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله hapa kuna kuthibitisha sifa nini ya kicheko kwa Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulani al-janna watu wawili wapigana mmoja amuua mwenzake katika jihad fi sabilillah kafiri amuua mu'min aingia peponi kama nani shahidi yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubu Allahu 'ala al-qatil fayustashhadu kisha yule kafiri aliyemuua mu'min atubia silimu aingie kwenye jeshi la Waislamu na yeye pia auawe wakutane wapi peponi wewe vipi wewe si ndio uliniua nikula afu nikatubia na mimi nikawa muislamu mimi pia nikauawa angalia tuko daraja moja sote nani shuhada si jambo la ajabu hili jambo limemfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala Allah awachekelea watu wawili kama hawa wakiwa ndani ya pepo yake sallallahu min fadli وفيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته نابا pia kuna kuthibitisha sifa ya kucheka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama inavyolingana na utukufu wake na ukubwa wake nuthbitu sifati lillahi ta'ala kama yaliqu bijalali wa 'azamati kama waradat fil kitabi was sunnah kwa sisi tuthibitisha sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala kama inavyolingana na utukufu wake na ukubwa wake kama zilivyokuja katika Qur'ani na Sunna qawluhu la nazidu fihi wala nufassiruhu hatuzidishi kitu wala hatufasiri kwa tafsiri al-Jahmiyya قال يعني لا نفسره تفسير الجهمية hatuzitafsiri hizi sifa kwa tafsiri ya kijahmia wapotofu wale kama قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله bwana wamemchukia sana au muadhasa ashaira wa asri kama kuna mtu amchukia Sheikh mjua kwa nini Sheikh al-Islam amchukia sana ashaira kwa sababu wako wanaovioni wengi wamepita ambao wamewajibu ashaira kwa dalili za Qur'an na Sunna wengi sio lakini mbona Sheikh al-Islam zaidi sababu Sheikh al-Islam hakuwajibu kwa Qur'an na Sunna peke yake bali akawajibu na ilmu yao ilmu al-kalam sasa ikawa wamewachwa uchi sio wafahamu amewaacha uchi kwa hujja hawana hujja kabisa kwa sababu wao wataka mtu aseme qala Allah qala Rasul kisha wao tumia ilmu ya falsafa na ilmu al-kalam sasa Sheikh al-Islam akawabandika huku kwenye qala Allah qala Rasul walipokuja kwenye falsafa iweijua kuliko wao na huyu mtu wa ajabu Allah amemuumba ajabu sana kwa sababu hakuna ilmu ambao aliisoma Sheikh al-Islam isipokuwa alikuwa ni a'lam kuliko hata wale waliovumbua hiyo ilmu hasa ilmu ya falsafa alipoisoma ile ilmu akawa yuitumia kuwarudi nayo hao muattila hili jambo liliwatia hasira sana kwa sababu alikuwa yuwajibu kulingana na ilmu yao wao hilo haliwezekani kwa nini kwa sababu nyinyi mwasema hivi na hivi na hivi na misingi yenu ya kielimu yenu hiyo potofu yasema hivi na hivi na hivi haiwezekani sasa mwisho wabaki walitafuta wanaovioni wao ashaira mpaka mwisho akamleta mmoja kutoka India kule msaudi na muhindi maskini anahifadhi suratu Yasin tena robo wamleta kwa Sheikh al-Islam Qur'an kama imekuwa mbele yake hivi wamletea mtu anahifadhi Yasin sio kwenye itima nafikiri maskini kidogo hivi hafaletwa basi akaja pale wewe kwenye minadhara ukisoma Sheikh al-Islam utacheka mara ashiko na kigugumizi wengine mara ashiko hawezi kuzungumza mtu sikujua kumbe nini
mara wasimamishwa sijui watu karibu 10 kwa mtu mmoja hiyo, waangalie hivi Sheikhul Islam wahurumia nyinyi. Hili lilikuwa likiwaudhi mpaka mwisho wakamfunga. Wameungana Sufia na Ash'ari wakamfunga, wakamtia jela mpaka mwisho akafia huko jela kwa sababu ya ilmu. Alafu leo utawasikia wakizungumza ni Sheikhul Islam mlivyomfanya mpaka mkamfanyia afie jela huko. Wana chuki mbaya dhidi yao kuanzia babu zao wale wa kule nyuma mpaka leo zungumzia. Subhanallah. الحاصل شيخ الإسلام يقول وقوله من غير تفسير أي لزي قول أبي بكر الحميدي أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. hapa alichokusudia sema ni tafsiri al-Jahmiyya wakanushaji wa sifa za Allah ambao wamevumbua tafsiri ya sifa kinyume na yale waliokuwa nao masahaba na tabi'in katika kuthibitisha. قوله نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. كنا نتمنى ماليزة لكن أنا وقت مسونغا سانا. نكتفي بهذا القدر والله المستعان. إن شاء الله kipengele kidogo kilichobakia tutamalizia katika kikao cha kesho باذن تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.